Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali imetangaza rasmi tathmini ya mtihani wa taifa wa kidato cha sita kwa mwaka 2026, akionyesha ongezeko la ufaulu na kuendelea kuimarika kwa kiwango cha elimu nchini. Akitoa taarifa kwa vyombo vya habari, Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Mheshimiwa Leila Mohamed Mussa, amesema jumla ya watahiniwa 5161 waliandikishwa kufanya mtihani kutoka skuli 57 zikiwemo skuli 36 za serikali na 21 za binafsi. Kati yao watahiniwa 5130 sawa na 99.34% walifanya mtihani. Kwa mwaka 2026 jumla ya watahiniwa 5161 waliandikishwa kufanya mtihani wa taifa wa kidato cha sita kutoka katika skuli 57 zikiwemo skuli 36 za serikali na skuli 21 skuli binafsi kwa upande wa Zanzibar. Kati ya hao watahiniwa 5130 walifanya mtihani sawa na 99.34% ya walioandikishwa. Matokeo yanaonyesha kuwa watahiniwa 5098 wamefaulu mtihani sawa na 99.37% ya watahiniwa wote waliofanya mitihani. Naomba nirejee. Matokeo yanaonyesha kuwa watahiniwa 5098 wamefaulu mtihani sawa na 99.37% ya watahiniwa wote waliofanya mtihani. Haya ni matokeo yanayoridhisha kuendelea kuimarika. Haya ni matokeo yanayodhihirisha kuendelea kuimarika kwa kiwango cha ufaulu nchini Zanzibar. Kati ya waliofaulu watahiniwa 4979 sawa na 97.21% wamepata madaraja ya kwanza hadi daraja la 3 na hivyo kukidhi vigezo vya kujiunga na vyuo vikuu mbalimbali ndani na nje ya nchi. Aidha, watahiniwa 119 sawa na 2.32% wamepata daraja la 4 na hivyo kupata sifa ya kuendelea na masomo katika vyuo vya ngazi ya stashahada. Ndugu waandishi wa habari, ubora wa ufaulu umeendelea kuongezeka kwa kiwango cha kuridhisha. Idadi ya wanafunzi waliopata daraja la kwanza imeongezeka kutoka wanafunzi 922 mwaka 2025 hadi wanafunzi 1304 kwa mwaka 2026 sawa na ongezeko la 41%. Hichi ni jambo la kujivunia sana. Kampeni ya serikali imekuwa kutokomeza 0 na kuongeza 1. Kwa hiyo ikiwa tuna ongezeko la 41% kutoka mwaka jana kwenye division 1, kwa kweli hii tujipongeze sana 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 kwa upande wetu. Kiwango hichi cha ufaulu kinadhihirisha mafanikio ya jitihada za serikali na taasisi binafsi na washirika wa maendeleo katika kuimarisha mazingira ya kujifundishia na kujifunza. Aidha, kwa ujumla wanafunzi 1304 sawa na 25.4% wamepata daraja la kwanza. Wanafunzi 1939 sawa na 37.8% wamepata daraja la pili. Wanafunzi 1736 sawa na 33.8% wamepata daraja la 3 na wanafunzi waliopata daraja la 4 ni 119 ambao ni sawa na 0.23%. Aidha, tathmini inaonyesha kuwa wanafunzi wa kike wameendelea kufanya vizuri zaidi kwa 99.7% ikilinganishwa na wanafunzi wa kiume wenye ufaulu wa 99.5% katika matokeo ya mwaka huu. Nichukue fursa hii pia kupongeza sana wazazi, niwapongeze sana mabinti kwa kuendelea kupambana huko na kuongoza katika matokeo haya, kwa sababu kama ambavyo tunajua historia ilikuwa inaonyesha wasichana mara nyingi tulikuwa kwenye mifumo ya elimu, hasa elimu hizi za ngazi ya juu, ushiriki wetu ulikuwa ni mchache na matokeo yetu yalikuwa hayakidhi hivyo. Lakini sasa miaka hii mfululizo wanawake wanaongeza spidi. Niendelee kuwatia moyo wazazi, walimu na wanafunzi
tuendelee kuwahimiza wasichana katika kupambania elimu yao. Ndugu waandishi wa habari, kwa upande wa masomo kuna ongezeko wa ufaulu katika masomo ya computer science, commerce, food and human nutrition, physical education, French language na fine art. Masomo haya yamepata ufaulu 100% kwa upande wa Zanzibar. Ni jambo la kujipongeza sana, jambo linaloashiria kuimarika kwa ufundishaji na ufundishaji katika masomo hayo. Hata hivyo, tathmini inaonyesha kuwa masomo ya Basic Applied Mathematics yani BAM na General Study yani GS bado yana kiwango cha chini cha ufaulu, ambapo BAM imepata 36.25 na GS imepata 44. Kwa mathematics huko kwa wanafunzi tuendelee kukaza buti. Ikiwa ufaulu wetu uko ngazi ya 36% kwenye masomo ya math, manake changamoto ya uhaba wa walimu wa math, wataalamu wa math katika maeneo mbalimbali itaendelea kuwepo. Kwa hiyo kama serikali tunajikomiti kuhakikisha tunaendelea kuajiri, kuweka vitendea kazi na kuweka mazingira rafiki kwa walimu, lakini katika ngazi ya shule, walimu na wazazi tuhamasishe watoto wetu kusoma masomo haya mathematics ili tuweze kuwa na wataalamu wengi zaidi na kuondokana na changamoto hii. Aidha, kwa upande wa skuli 10 za mwanzo kwa Zanzibar ni kama ifuatavyo. Skuli ya kwanza ni Highview ambayo iko mkoa wa Mjini Magharibi. Zanzibar Fedha Secondary School ipo mkoa wa Mjini Magharibi. Fidel Castro mkoa wa Kusini Pemba. Bwejuu Charity Kusini Unguja. Turkish Maarif Hacks Kaskazini Pemba. Lera Sekondari ipo mkoa wa Mjini. Al Hassan Mwinyi Sekondari mkoa wa Mjini. Shamiani Sekondari Kusini Pemba na Idris Sadul Wakil Sekondari ambayo. Aidha, amewapongeza wanafunzi, walimu, wazazi na wadau wa elimu kwa mchango wao katika mafanikio hayo na kuahidi kuendelea kuboresha sekta ya elimu nchini. Kwa ujumla, skuli zote zilizoshiriki mitihani zimepata ufaulu wa jumla kati ya grade B hadi grade E average performance ya skuli. Tuko katika rate hiyo na hakuna skuli iliyopata grade F, jambo ambalo linaendelea kuonyesha maendeleo mazuri ya mfumo wetu wa elimu. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kuwekeza katika kuboresha sekta ya elimu kupitia ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya elimu, uimarishaji wa maabara, matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, mafunzo endelevu kwa walimu pamoja na kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia. Lengo letu ni kuhakikisha tunazalisha wahitimu wenye maarifa, ujuzi na uwezo wa kushindana katika soko la ajira la kitaifa na kimataifa. Mwisho kabisa, ndugu waandishi wa habari, napenda kutumia fursa hii kuwapongeza kwa dhati wanafunzi wote, walimu wakuu wote, walimu wa masomo wote, wazazi na walezi pamoja na wadau wote wa elimu kwa mchango wao mkubwa uliochangia mafanikio haya. Aidha, nishukue fursa hii kuipongeza sana Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, timu yote ya wizara kwa kazi kubwa ambayo wanayofanya wakishirikiana na maafisa elimu mikoa na wilaya, na ni jambo jema mko hapa. Nishukue fursa hii pia kuipongeza sana Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya jemedari wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuwekeza sana kwenye sekta ya elimu, lakini uwekezaji wake pia unazaa matunda chanya kwa watoto wetu. Hivyo amewanasihi wanafunzi ambao hawakufikia matarajio yao kutokata tamaa, akieleza kuwa maisha yana fursa nyingi za kujifunza na kufanikiwa. Amesema serikali itaendelea kuweka mazingira bora yanayowawezesha kufikia ndoto zao. Kwa wanafunzi ambao hawakufikia matarajio yao, na wasihi sana wasikate tamaa. Maisha yana fursa nyingi za kujifunza na kufanikiwa. Serikali itaendelea kuweka mazingira bora yatakayowawezesha kufikia ndoto zao. Kwa niaba ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, nataka niwahakikishie wananchi wote wa Zanzibar kuwa serikali itaendelea kusimamia na kuimarisha ubora wa elimu ili kujenga taifa lenye wananchi wenye elimu, ujuzi, maadili na ushindani wa kitaifa. Na mwisho kabisa, wakati
Kikao hichi tumekuja kutoa tathmini ya matokeo ya form 6. Wizara, wakati tunapita kwenye ziara mbalimbali tukihamasisha wanafunzi wasome, mimi kama waziri mwenye sekta nilitoa ahadi na niliwaahidi wanafunzi Zanzibar nzima, nikaambia mwanafunzi yoyote ambaye atapata minara mitatu kwenye matokeo yake haya ya mtihani wa kidato cha 6, kuna surprise kutoka kwa waziri. Mbali na ule utaratibu ambao tunaenda nao kwa Mheshimiwa Rais, lakini hili niliweka kama sehemu ya hamasa. Nimefurahi kwamba kwenye matokeo haya tunao wanafunzi 5 ambao wamepata A3. Nichukue fursa hii kuwapongeza sana, na ni wataarifu rasmi tarehe 31 mwezi huu wa Julai waje ofisini kwangu saa 3 kamili za asubuhi kwa ajili ya surprise yao. Khadija Ali wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.